Bwana, mambo vipi? Wanasema mteja ni mfalme. Je, ni kwa kiasi gani unamjali huyo mfalme wako? Karibu tena katika kipindi cha mtazamo wa kibiashara kwa siku ya hii leo. Na leo mada mezani ni kwa namna gani wewe kama mfanyabiashara unatumia mbinu mbalimbali kuhakikisha huduma bora kwa wateja zako. Ungana nami Asha Kaoneka kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Kwa jina nafahamika kama Moody's Great Latest Movie. Umuhimu wa huduma bora katika biashara yangu na kukuza biashara yangu na soko la movie. Ya kwanza kabisa ni kuwa na lugha nzuri katika wateja wako. Hiyo itasaidia katika ukuaji wa biashara yako pia. Na kingine katika utoaji wa huduma yako, mfano labda upatikanaji wa movie, mtu anahitaji movie inapatikana kwa wakati. Hiyo pia inasaidia kukua na kutangaza jina langu kwa wakati na kuwa kubwa zaidi kwa sababu ya upatikanaji wa movie kwa wakati. Ushauri kwa wafanyabiashara wengine, mfano biashara kama nafanya mimi, kikubwa kabisa wawe na lugha nzuri kwa wateja wao. Hata kama mteja anakuja akiwa yupo tofauti, kubwa ni kumpokea namna anavyokuja ili kuweza kukuza biashara yake. Kwa majina naitwa Lepto, napatikana Maribo Sauti. Ni mfanyabiashara mdogo kwa nguo za ndani za kike na za kiume. Kwa upande wangu mimi naistahimili biashara yangu kwa kutojipendi mtaji, kwa sababu watu au wateja wale wanakuwa wanatofautiana kipato. Kwa sio kila mteja atakuwa anakuja na hela cash. Mwingine anakuja kwa mkopo, anakopa. Sasa kulipa inakuwa ile ni changamoto. Anakuwa analipa kidogo kidogo. Mwisho wa siku biashara unakuta imekata. Kwa hiyo sijipendi sana mtaji, ila nakuwa na balance kidogo pembeni. Ili kwamba bidhaa zimeisha, unakuta kuna watu hawajalipa, kwa hiyo unachukua ile hela, unaenda unaleta mtaji, unaleta bidhaa zingine, then biashara inaendelea. Kwa sababu ukisema uanze kuwasubiri wakuletee zile hela, watakuchelewesha. Kwa majina naitwa Nicholas Samson Ndewa, mfanya biashara. Pia anajishughulisha na biashara, nauza mchele na vifaa vya chakula kwa ujumla. Huduma bora kwa mteja ni vile unavyomkea mteja na kumjali mteja, kumfanya mteja kuzoee na kurudi mara kwa mara kwenye duka lako. Ukimhudumia mteja vizuri wa kwanza, basi na yeye anaenda kumwambia mwingine aje apate huduma. Kwa sababu gani? Kumhudumia mteja vizuri ni kumfanya arudi mara kwa mara na kuwaita wengine waje kwenye biashara yako. Kwa mfano, ukitoa huduma bora labda kwa kuuza mchele, ukauza mchele ukamhudumia mteja vizuri, basi pia unaweza kutengeneza wateja wengi kutokana na yule jinsi ulipomhudumia mteja wako wa mwanzo. Hivyo, ukitoa huduma bora kwa wateja, unafanya kutengeneza wateja wawe wengi kwenye biashara yako. Pia unafanya biashara yako iwe kubwa kwa sababu ya huduma unazozitoa. Kwa jina naitwa Richard Hamisi, niko hapa kueleza umuhimu wa huduma bora katika biashara. Biashara yako inapotoa huduma bora, kimsingi wateja watakuwa ni wengi. Kwa mfano, unapotumia lugha bora ya kibiashara, kimsingi huduma hiyo wateja wako watakuwa ni wengi na watakuja katika hiyo biashara yako. Lakini pia jambo lingine katika huduma hiyo bora, lazima pia uwe na elimu ya biashara. Unapokuwa na elimu ya biashara, kimsingi huduma unayotoa inaweza kuwa bora katika biashara ambayo mtu unaifanya. Lakini unapotoa huduma bora, kimsingi unaweza kuitangaza biashara yako, sababu wale walaji au wateja wako kimsingi wataeneza hizo habari na kuja kununua bidhaa zako kwa wingi. Lakini huduma bora kwenye biashara, lazima biashara yako uitangaze. Ni biashara gani unaitoa, iko sehemu gani, na namna ambavyo wateja wataona vile watakuja, na namna ambavyo unatoa ile huduma, basi watakuja na watakuunga kwenye hiyo biashara. Mambo yanayoathiri biashara yapo mengi sana. Jambo la kwanza, matumizi yasiyo ya lazima katika biashara. Unapokuwa na matumizi yasiyo ya lazima katika biashara, kimsingi biashara yako itayumba.
Kwa hiyo ili uweze kuepuka hayo, lazima uepuke matumizi yasiyo ya lazima. Lakini pia mambo ambayo hayatakiwi sana kwa biashara ni kuacha kuweka kumbukumbu. Kuweka kumbukumbu ili uweze kujua kwamba biashara yako ina faida au ina hasara. Kuna watu wanakudai, kuna watu unawadai na kadhalika. Lakini jambo lingine baya katika biashara ni kutokujua tabia za biashara yako. Kuna wakati biashara fulani inaweza ikawa na wateja wengi, kuna wakati biashara inaweza ikawa na wateja kidogo. Kwa lazima uelewe vipindi maalum vya kufanya hiyo biashara. Kwa mfano unapofanya biashara ya mitumba au ya kuuza makoti yale ya baridi, huwezi kuuza makoti sehemu ambazo zina joto. Kwa hiyo lazima ujue misimu au majira ya kufanya biashara yenyewe. Kwanza namna unavyopokea wale wateja wako. Let's say una biashara ya duka kwa mfano, unauza pale, lakini mteja anakuja, kuna shughuli naye, uoneshi ile customer care. Lazima mteja akija kuona kwamba hakuna hilo, anaweza asirudi tena. Kwa hiyo jambo ambalo la kuzingatia katika hiyo ni namna unavyopokea wale wateja wako, watavutiwa. Lakini jambo lingine ni lugha unayoweza kuitumia katika hiyo biashara. Utakuja kugundua kwamba hii biashara ni bora ama hii biashara sio bora. Lakini pia faida ambayo unaweza kuipata kutokana na hii biashara. Kama unapata faida, utaona biashara hiyo ni bora. Kama unapata hasara, utaenda kufanya tathmini kuona biashara yangu inaendelea au inadidimia. Mpaka kufikia hapa hatuna la ziada katika kipindi cha Mtazamo wa Kibiashara kwa siku ya leo, na nataka nikuache hivi mtazamaji. Wanasema bidhaa bora humvuta mteja mara moja, lakini huduma bora humvuta mteja maisha yako yote. Kwa niaba ya mpiga picha wangu Dorinson Edward na timu nzima iliyofanikisha kipindi hiki, mimi ni Asha Kone.